إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, leo biidhnillah tabaraka wa taala tutazungumzia kuhusiana na nguvu ya ikhlas katika kutafuta kwetu ilmu. Quwwatul ikhlasi fi talabil ilmi. Sisi sote ni mashuhuda, tunaelewa juu ya umuhimu wa swala zima la kutafuta ilmu. Ni jambo ambalo linakaririwa sana katika mimbari yetu hii, na miongoni mwa hadithi ambazo huwa tunazitumiaga sana katika kuonyesha swala zima la umuhimu wa kutafuta ilmu ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kutafuta ilmu ni jambo la faradhi mno kwa kila Muislamu. Tukajua kupitia hadithi hii kwamba kutafuta ilmu ni ibada, na tuendapo kwa kauli hiyo kwamba kutafuta ilmu ni jambo la ibada tena ya lazima, basi ibada nayo ina masharti yake. Miongoni mwa masharti ya ibada au sababu za kukubaliwa ibada ni lazima mtu awe na ikhlas. Allah tabaraka wa taala amesema katika kuonyesha kwamba jambo lolote ambalo ndani yake halina ikhlas, basi jambo hilo lenye kurudishwa, halikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, na wala watu hawakuamrishwa isipokuwa wamtakasie Allah tabaraka wa taala dini yake, wawe na ikhlas katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ikhlas ni jambo ambalo ni la lazima. Ibada yoyote, fadlan an talabil ilmi, kila ibada ikikosekana ndani yake ikhlas, basi ibada hiyo haikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hii ikhlas hii, ikiwa mtu atakosa katika ibada zake, atakosa ikhlas katika kutafuta kwake ilmu, basi mtu huyu atadhurika, imma adhurike hapa duniani au kesho akhira atadhurika. Hilo ni la hakika kabisa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam
akasema katika hadithi kuonyesha kwamba yule ambaye atakuwa hana ikhlas katika ibada, basi mbele ya Allah tabaraka taala mtu huyu atakuwa ni mwenye kupata hasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anaelezea watu watatu ambao ndio watu wa kwanza kuhukumiliwa mbele ya Allah tabaraka taala, fadhakara minhum, akataja miongoni mwa hao watu watatu ambao watahukumiliwa mbele ya Allah tabaraka taala. Mtume anasema inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyama, hakika mtu wa kwanza atakayehukumiliwa mbele ya Allah tabaraka taala siku ya kiyama, akamtaja rajulun ta'allama al-ilma, mtu ambaye amejifundisha elimu, wa'allamahu, na akaifundisha hiyo elimu, wa qaraa al-Qur'an, na akasoma Qur'an, fautiya bihi, ataletwa mbele ya Allah tabaraka taala, fa'arrafahu ni'mahu, Allah tabaraka taala atamtambulisha neema zake, atamuonyesha neema zake Allah tabaraka taala. Fa'arafaha, yule mja atazitambua kwamba hizi neema ni kweli nilipewa na Allah tabaraka taala. Kisha Allah tabaraka taala qala, atasema fama amilta fiha, umefanya nini katika hizi neema ulizopewa wewe? Yule mja ataanza kujitetea mbele ya Allah tabaraka taala. Qala, atasema ta'allamtu al-ilma, mimi nimejifunza ilmu, wa'allamahu, kisha nikaifundisha ile ilmu, faqara'tu fika al-Qur'an, nikasoma mimi kwa ajili yako wewe Allah tabaraka taala Qur'an. Anajitetea mbele ya Allah tabaraka taala. Allah tabaraka taala qala, tamwambia kadhabta, umesema uongo wewe, walakinnaka, lakini wewe, ta'allamta al-ilma liyuqala alimun, wewe umejifundisha ilmu ili upate kuambiwa kwamba wewe ni mjuzi. Hukuwa na ikhlas katika elimu yako unayotafuta. Lengo lako ni watu wakusifie kwamba fulani anajua, fulani ni gogo al-bahri, fulani yeye humwambii kitu. Hilo ndio lilokuwa ni lengo lako wewe. Kwa hiyo Allah atamkadhibisha, atamwambia kadhabta, umesema uongo wewe, bali umejifunza elimu ili upate kuambiwa kwamba wewe ni mjuzi, upate kuambiwa kwamba wewe ni shekhe, wewe ni mwana wa chuoni. Kisha Allah tabaraka taala atamwambia wa qara'ata al-Qur'ana, na umesoma Qur'an, liyuqala huwa qari'un, ili paseme kwamba wewe yule ni msomaji, si kwamba ulisoma kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Hukuwa na ikhlas katika kusoma kwako. Wewe umesoma ili uambiwe kwamba wewe ni hafidh. Wengine wanasoma ili wafungue kituo cha biashara. Lengo sio ikhlas kwa ajili ya Allah, watu waijue Qur'an, waifanyie kazi Qur'an, sio lengo. Watu wana malengo tofauti kabisa na ikhlas. Allah tabaraka taala siku ya kiyama atakuja kuwakadhibisha kwamba nyinyi ni waongo, hamkuwa na ikhlas katika Qur'ani mnayohifadhi, katika Qur'ani mnayoisoma. Thumma umira bihi, kisha Allah tabaraka taala ataamrisha malaika wake, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, ataburuzwa yule mtu na uso wake, utakuwa uso wake unaburuzwa mpaka ataingizwa kwenye moto wa Jahannam. Kwa hiyo haya ni madhara tunayoyapata ikiwa hatutakuwa na ikhlas katika kutafuta kwetu ilmu. Katika hadithi nyingine, kabla ya kwenda katika hadithi nyingine, katika hadithi hii, kana Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu idha haddatha bihadha alhadith saqata maghshiyan alayhi, alikuwa Abu Huraira akihadithiwa hadithi hii anaanguka, anazimia kwa uzito wa jambo hili. Lakini leo unaweza ukaisoma hadithi hii watu kabisa wamestarehe, yani hakuna hata ile kuingia kichwani kufikiria mimi ikhlasi yangu ni ipi, kweli na ikhlas. Hadithi inakaririwa kusoma lakini haiingii katika mazingatio katika nyoyo zetu. Lakini alikuwa Abu Huraira akisomewa hadithi hii, anapohadithia hadithi hii anazimia. Alikuwa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu
akihadithia hadithi hii anashuka kwenye ufalme wake, kwenye kiti chake, anagonga kichwa hivi huku analia kwa ajili ya athari inayopatikana katika hadithi hii. Kwa hiyo hili jambo ni zito, hili jambo ni zito mbele ya Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kutuonya kunako jambo la kutafuta ilmu pasi na kuwa na ikhlas, kwamba jambo hili litatudhuru sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, man ta'allama ilman, yoyote atakayejifunza ilmu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, katika elimu ambayo hutafutwa kwa elimu hiyo uso wa Allah tabaraka wa taala, elimu ambayo watu husoma kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ukaitafuta elimu hiyo, la yataallamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya, alafu akawa hajifunzi elimu hiyo isipokuwa apate mambo katika mambo ya duniani. Hili tunaliona sana katika zama zetu hizi. Mtu atapiga goti, atasoma kwa shekhe, atamaliza, atakwenda Saudia, atakwenda Yemen, atakwenda sehemu mbalimbali, lakini je, malengo yako ni yapi? Lipi ni lengo lako wewe la kutafuta ilmu? Utakuta kwamba apate watu, jengewe kituo, si kwamba ana ikhlas ambayo tutasoma maana yake hapo mbele, kama alivyosema al-Imam Ahmad. Nini maana ikhlas? Lakini mtu anafanya hivyo, lengo lake si kwa ajili ya Allah tabaraka taala, ni apate mambo katika mambo ya kidunia, apate cheo, apate kusifiwa, apate mali, apate wake wazuri. Hayo ndiyo malengo. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anatutahadharisha, anasema yoyote atakayejifunza ilmu ambayo asili yake elimu hiyo ni watu huitafuta kwa ajili ya Allah tabaraka taala, lakini yeye akaitafuta kwa ajili ya kupata mambo katika mambo ya kidunia, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, lam yajid harfa aljannati yawm alqiyama, hatopata hata ile harufu ya pepo siku ya kiyama. Kwa hiyo jambo hili ni la hatari ndugu zangu. Tunatakikana sisi wanafunzi tujizoeshe nyoyo zetu katika kuwa na ikhlas. Ni jambo gumu, kudumu na ikhlas ni jambo gumu, lakini tunatakiwa tupambane, na hivyo ndivyo walivyokuwa salafi wakifanya, mpaka wakafikia hatua kusema kwamba mimi sijawahi kutibu kitu kigumu kama vile ikhlas, kama vile nia, kwa sababu nia inageuka geuka. Leo unaweza ukawa umekuja na nia yako nzuri kabisa, lakini baadaye, baada ya kusoma, kuangalia mazingira, kaona sasa nia yako inaanza kubadilika, kwamba na mimi nasoma kwa ajili nipate kitu fulani, na mimi nasoma nipate cheo, na mimi nasoma nionekane mbele za watu. Hayo siyo malengo. Asili ya elimu ni mtu kusoma kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ta'allama al-ilma, yoyote atakayejifunza ilmu, liyubahi bihi al-ulama, ili apate kujigamba kwa wanawachuoni kwamba na yeye anajua, wakipitishwa mashekhe na yeye pia apite, aonekana na yeye yumo katika wale wajuzi, ajigambe mbele ya wanawachuoni, mbele ya wajuzi. Hilo ndio lengo lake, kwamba mbona shekhe fulani ule ana nafasi sana, kila sehemu fulani akiitwa watu wanakuwa wengi, watu wanashamiri, na mimi nasoma ili na mimi nikiitwa, shekhe akiitwa na mimi nipo pale, zikitokea hafla kubwa kubwa na mimi nipo. Kwa hiyo hilo ndio likawa ndio lengo lako wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ta'allama al-ilma, yoyote atakayejifundisha ilmu, liyubahi bihi al-ulama, ili apate kujigamba kwa wanawachuoni, au yumari bihi sufaha, au apate kubizana, kujibishana na wajinga, kwamba mimi nasoma lakini watu wa sehemu fulani watanitambua. Ikawa hilo ndiyo lengo lako. Au yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi, au nyuso za watu zipate kumwelekea. Na hili ni tatizo kubwa kabisa katika sisi wanafunzi. Unamkuta mtu anasoma lakini lengo lake apate kundi na yeye awe na watu wake, akisema jambo fulani kwamba kuna watu wanomsupport, kuna watu watakomkinga yeye. Sasa mtu akiona labda shekhe fulani yuko hivi, na yeye sasa ndio nia yake, na mimi nasoma na mimi nipate watu, nipate kundi, nikisema kitu kuna watu wa kunitetea.
watu waniangalie mimi, wasikilize kauli yangu, ikawa hilo ndiyo lengo lake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema adkhalahu Allahu jahannam, Allah tabaraka taala atamuingiza mtu huyo jahannam. Sasa angalia elimu ambayo unaipatia tabu, unataabika, unasoma, lakini angalia mwisho wake ni kuingia katika moto wa Allah tabaraka taala. Kwa nini? Kwa sababu ya ikhlas. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, jambo la ikhlas ni jambo kubwa kabisa ambalo hatuna budi sote kujipambana nalo. Aqulu hadha alqawl wastaghfirullah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, wanasema ahlul ilm farubba alim qalilul bidha'a fil ilm lakin Allah yaj'alu fihi an-naf'a al-kabira lil ummati lima yahmiluhu fi qalbihi min al-ikhlas. Huenda alim, mwana wa chuoni au sheikh au ustadh akawa na elimu ndogo kabisa, elimu yake sio kubwa, lakini Allah tabaraka taala akajalia kwa ile elimu yake manufaa makubwa kabisa kwa umma, kwa sababu ya ile ikhlasi ambayo kaibeba katika moyo wake. Na kinyume chake, huenda kukawa kuna alim, mwana wa chuoni, ustadh, ana elimu nyingi kabisa, amekusanya fununi mbalimbali, lakini akawa hana manufaa yoyote katika jamii. Akiongea kauli watu hawamsikilizi, akiandika vitabu watu hawasomi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ikhlasi yake. Unajitahidi, unaandika na vitabu vingi unaandika, watu hawasomi. Lakini yule ambaye ana ikhlas, elimu ni ndogo, hizi elimu zetu ndogo za kusoma mutun al-usulu thalatha, al-qawaid al-arba, hizi ukawa na ikhlas kwa kile unachokifundisha, ukaleta manufaa makubwa kabisa katika umma. Watu wakawa wanajua nini shirki, nini tauhid, lakini yote ni kwa sababu ya nini? Ya ikhlas. Sasa huenda mtu akajiuliza, sasa mimi nikisoma natakia ninuie vipi? Maana kuna wengine wanauliza hivyo, sasa ninuie vipi? Hakuna cha kunuia. Ikhlasi tunaikusudia au nia tunaikusudia ambayo wewe mwanafunzi unatakiwa uwe nayo katika kutafuta ilmu. Ni kama alivyosema al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Ahmad anasema al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu. Elimu hailingani na kitu chochote, lakini kwa yule ambaye nia yake itakuwa nzuri. Ukiwa na nia nzuri, basi elimu yako italeta manufaa katika jamii. Ukiwa na nia nzuri, elimu yako italeta natija nzuri katika jamii. Wafuasi wakamuuliza al-Imamu Ahmad, qalu, wakasema kaifa tasihhu niyya? Sasa nia hiyo inasihi vipi? Yani nia hiyo ndio nifanye nini sasa ili niambiwe kwamba nina nia nzuri katika kutafuta ilmu? Imam Ahmad akasema, qala yanwi raf'a al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hii ndio inatakiwa iwe nia yako, ewe mwanafunzi mwenzangu, kwamba mimi nasoma kwa lengo la kuondoa ujinga katika nafsi yangu. Mimi ni mjinga. Usipojikubali kwamba wewe ni mjinga, hutopata elimu daima. Lazima ujikubali kwamba mimi ni mjinga, nina mapungufu, nahitajia kusoma, nahitajia kupiga goti. Ukijikubali hivyo, utapata elimu na nia yako itakuwa imesilihi, imekuwa nzuri. Kwa hiyo nia inatakiwa kwamba mtu anuie kuondoa ujinga katika nafsi yako. Hiyo swala unaiswali vizuri, ndivyo inavyotakikana. Saumu unayofunga ndivyo hivyo, na ibadati nyingine unazozifanya ndivyo hivyo zinavyotakiwa zitekelezwe. Huko ndio kuondoa ujinga katika nafsi yako. Lakini na wenzako, ukishaona wewe sasa umeelimika, unaweza angalau kusoma al-usulu thalatha, kaa elimisha wenzako. Si lazima uwekee muhadhara, uwekewe sui meza kubwa.
chukua wenzako wawili watatu, kaeni pembeni kule, someni, waelimishe wenzako. Lakini kabla ya watu wengine, jiangalie wewe kwanza, angalia na wanaokuzunguka katika familia yako. Mama yako ibada anatekeleza kisahihi, mke wako, watoto wako. Ukishatoka hapo, amia kwa majirani, amia kwa ndugu zako wa karibu. Hivyo ndivyo ikhlas inavyokuwa. Usiwe na malengo mengine kwamba mimi nasoma ili na mimi nipate kupanda kwenye mimbar, na mimi nitoe muhadhara, na mimi nifanye hivi wa hivyo. Hayo yasiwe ni malengo yako, yatakuja tu. Allah akiona ukweli katika moyo wako, vyote hivyo atakuletea, na atakuletea vingine ambavyo wala hukutarajia kwamba hivi nitavipata. Kwani wangapi katika shuyukh tunawaona hawakuwa na chochote, lakini angalia, sisi tunawadhania hivyo kwamba kheri, kwamba ni ikhlasi zao, wana maisha mazuri, wanaendesha magari mazuri, si kwamba labda kuna kitu kingine. Jitihada zao, ikhlas. Allah tabaraka taala alipoona kwamba ni wa kweli katika nyoyo zao, akawanyanyua. Al-Imam an-Nawawi kitabu chake maarufu Al-40 an-Nawawiyya, nani katika wanafunzi ambaye hajasoma hiki kitabu? Wengi katika wanafunzi tumesoma, na hii ni ishara ya kwamba ya ikhlasi yake aliyokuwa nayo al-Imam an-Nawawi. Ndio maana hukuti madrasa yoyote isipokuwa kitabu kile kinafundishwa. Kitabu kidogo tu kina hadithi 42. Al-Imam Ibn Rajab kaongeza zake 8 hadithi 50. Si kwamba labda ni Sunan Abi Daud au ni Sahih al-Bukhari, hadithi 40 tu, lakini angalia ikhlas. Kwa hiyo Allah akitaka kumnyanyua mja, anaangalia kwenye moyo wako. Kama kweli una ikhlas, Allah atakunyanyua kwa kadiri ya ikhlasi yako. Sasa miongoni mwa madhara yanayopatikana kwa mtu kutokuwa na ikhlas, madhara ni mingi, lakini ni kupata ghadhabu za Allah tabaraka taala, kama tulivyoona huko mbele ya Allah tabaraka taala. Utapata machukizo ya Allah tabaraka taala, utaingia katika moto wake. Kwa hiyo mtu unapotafuta ilmu, isiwe lengo lako ni kutafuta ukubwa, la litahsili riyasa, tafuta ukubwa kwamba na mimi niwe mkubwa, wala jahil, wala isiwe lengo lako ni kutafuta cheo, wala mali, wala isiwe lengo lako ni kutafuta mali, wala mubahati al-aqran, wala isiwe lengo lako ni kujifakharisha, kujigamba mbele ya wenzako. Maana kuna baadhi ya wanafunzi sisi tulivyo, naweza kawa labda shekhe anafundisha hapa, kapita baadhi ya wanafunzi kauliza maswali, wanafunzi wote hawajui, yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake anaona mimi ndiyo mwenyewe, wote hawajui hao, mimi ndiye ninayejua, yani ndani ya moyo wake. Hili jambo sio zuri, litakudhuru. Hata namna anavyojibu katika kujigamba, kuonyesha kwamba nyinyi yote si lolote, mimi ndiyo mwenyewe. Mwanafunzi unatakiwa uwe na tawadhu, usiwe na al-ujub, usiwe ni mwenye kujiona. Maana wengine mpaka hawasalimii wenzao kwa sababu ya nini? Ya kile kidogo alichokibeba katika ilmu. Hii si tabia nzuri. Haya ni katika mambo ambayo yanaondoa baraka katika ilmu yako. Utakuta umehifadhi, umefanya vitu vingi, ilmu nao nyingi, lakini haina manufaa, unaonekana ni wa kawaida tu. Naomba Allah tabaraka taala atujalie ikhlas katika nyoyo zetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qumu ila salatikum.